Chungu cha siku moja kabla ya chungu cha kwanza ndio alirudi. Lakini ukizungumza maana kamili ya ndoa. Ndoa ina milima na mabonde. Ndoa kuna kupatana na kuna wakati mtapishana. Ni jambo la kawaida. Ni la kuzungumzwa sana kwa sababu wakati wanachumbiana walituambia. Wakaoana ikawa hadhara wakatuambia, na wanapotokea wakapatwa kashikashi kwenye ndoa yao, sisi kama wanahabari tunapaswa pia kuwaambia wananchi nini kinaendelea, hasa ukiangalia ukubwa wa kaka Haji. Pia Manara tayari Zailisa tayari kashakuwa alikuwa Mrs. Manara. Kwa hiyo hapana shaka sisi kumzungumzia, na kinachozungumzwa ni kweli. Hawa watu wameachana, na ninavyojua mimi Zailisa tayari usiku wa kuamkia leo ameamka akiwa ameshikilia mkononi talaka zake tatu. Mengi yanazungumzwa. Mengi yanazungumzwa. Kila upande unatoa shutuma, lakini ukiangalia aina ya shutuma wanazoshutumiana wao, unajua kabisa ni shutuma ambazo zinaweza zikasawazishika. Kwa sababu ukisema kwa upande wa ndugu wa Manara wanasema Zailisa hajui kupika. Jamani, kuna vyuo vinafundisha mapishi. Haya basi, ana roho mbaya. Vikao vingeendelea kukaa vya kifamilia. Manara inasemekana kaka yangu anapita na marafiki zake, anapita na ndugu zake Zailisa, lakini pia walikuwa na nafasi. Na kwa hapa tulipofikia inaonyesha wazi kwamba ndoa hii ilikuwa na gogoro tangu kitambo, na sisi wanahabari ni moja kati ya watu ambao tuliwahi kuripoti. Na hii inaonyesha wazi kwamba hawa wawili, yani pingua lazima wangefika kwenye hali kama hii, kwa sababu tayari ni kama mafahari wawili waliokuwa wanaishi kwenye zizi moja ya kupigana, kuambiana maneno makali ilikuwa ni kawaida kwenye ndoa yao. Na ukitaka kuamini, angalia kilichotokea jana usiku. Kuna story moja niliambiwa, mrembo wetu Zailisa, kuna siku hapa juzi tu niliambiwa, kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani. Ni kaka Haji, yeye ndo akaja kama muamuzi. Na kaka Haji alipokuja akaamua akiwa upande wa dada wa kazi. Kwa hiyo ugomvi ukazidi kufuka moshi. Na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili. Pande za watoto wa Manara na mfanyakazi na baba yao na yeye Zailisa. Kwa hiyo ukiangalia aina ya ndoa kama hiyo, kiukweli ni huzuni. Kwetu sisi hakuna furaha kabisa wawili wanapotengana. Hakuna furaha kabisa ndoa inapovunjika. Lakini je, tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa wake wa aina gani? Nyie vijana kaka zetu mnajifunza kuwa waume wa aina gani? Nadhani tubakie hapo, tupate somo. Yale mabaya tuache, mazuri yao tuyachukue. Lakini walitakaga bilioni 1 wale kwa kusema ni uongo. Zailisa hakutoka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima. Na jana Zailisa mwenyewe amekiri kwamba alitoka kwa wiki nzima. Hii inaonyesha wazi kwamba aina kazi yetu pia ina ugumu wake. Wanahabari tubaki kwenye mstari ulionyooka. Hii kazi bwana ni kama mtego. Sasa yale matusi matusi yale ndio namalizia kusema, jumlisha yale matusi, jumlisha bwana sheria kuojiwa, barua kubwa ambayo haijanifikia. Jamani, hii kazi ni mtego. Hii kazi, wanahabari wenzangu, niwaambie tu, ukitaka kuwa salama, zungumza au andika vitu vya ukweli. Usimsingizie mtu. Wajua wakati binadamu wanakutupia mawe, Mungu naye yupo anatazama nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi moyo wangu thabiti sana. Mimi hapa niseme wazi, nimewasamehe na nishawasamehe, lakini wabadilike, maisha yapo. Sasa Maimartha, kwa mujibu wa zile chats zile picha zao zile Instagram,
kwa sababu walivyokuwa wakijibishana, maana walikuwa wanatupiana maneno Instagram wanandoa hawa, lakini maneno Instagram WhatsApp. Huyu anamwambia mwenzake, nilikupata kipindi unavaa vipedo wewe, una nida. Hakuishia hapo, yani passport plus na mavazi. Zaiylissa akasema alikuwa havalishwi na mumewe, ni makampuni yalikuwa yakimvalisha. Mambo hadharani. Wanandoa hawa, wasanii hawa. Tuambie neno hapa Imani. Hapa ni hatari sana kwa mtu kama kaka yangu Haji Manara kuishi na mwanamke ambaye humnunulia hata doti ya kitenge. Ni mtihani mkubwa sana. Aibu kubwa sana, mtihani za kusema kwa ustaarabu, mtihani mkubwa sana. Na hii inapelekea mwanamke kuwa na tabia za ovyo ovyo. Tabia za ovyo ovyo. Na pia star kama Zaiylissa kujinadi mtandaoni eti kwamba yeye anavaa nguo za bure. Pia ni aibu. Zaiylissa kukutana kwake na Haji Manara. Tayari Haji Manara ni kama mgodi. Kwa hiyo angetakiwa kutumia akili ya pili. Bado unaendelea kuvaa nguo za bure. Yaani unazungumzia bure. Vipi kuhusiana na yale madini mliokuwa mnasaini mikataba? Ina maana yeye alikuwa hapati hela. Mara kadhaa wana habari mmeitwa, mmewekwa mezani. Kaka yangu akijitapa kwamba yeye ni balozi wa makampuni makubwa. Kwa hiyo halipi hela. Basi hata kama analipwa anaondoka nazo. Basi hata kama alikuwa anaondoka nazo, si alikuwa anaenda na Zaiylissa. Kwa hiyo Zaiylissa pale alikuwa anaenda kutembea tu. Hapati kitu. Lipo la kujifunza hapa, lipo la kujifunza. Zaiylissa ni mfano wa mabinti wengi watuweza kuwa wadogo zetu ambao wanamtazama. Yale anayokosea Zaiylissa wao wasiyafuate. Zaiylissa amepatia. Na nimesikiliza leo mama wa Zaiylissa anasema Zaiylissa anakaa Sinza. Hapana, si kweli. Zaiylissa hakai Sinza. Wazungumze ukweli. Wazungumze ukweli. Nitasema lakini wazungumze ukweli. Zaiylissa hakai Sinza. Unataka kuniambia anakaa Kinyerezi mwisho? Hakai Sinza. Zaiylissa kweli hayupo kwa Manara, wameachana, lakini Zaiylissa hakai Sinza. Anakaa Kinyerezi. Tasema siku nyingine, lakini hakai Sinza. Na yeye mwenyewe Zai anajua. Hakai Sinza. Niishia hapo. Kwa maana walikuwa wakisubiria sikukuu na Ramadhani ishe ili Zai aje kuweka hadharani kuwa yeye ana sintofahamu na Haji Manara. Maana tumeona Ramadhani imeisha tu hapa, imeisha na 6. Sikukuu tumecheza jana kama tukosei. Juzi jana tukishindo, leo mambo yamekuwa si mambo mitandaoni. Hii ndoa gogoro lake ni la muda mrefu. Hao watu wameanza kugombana muda mrefu. Kilichokuwa wamevumilia. Kilichokuwa kinafanyika ni vile ambavyo kaka yetu Haji anapenda kujitunzia heshima yake. Na mimi ndio maana napenda kuendelea kumheshimu. Anapenda kujitunzia heshima yake. Nikirudi kwenye familia yake, hiyo. Kaka Haji alikuwa na mtoto wake, anaitwa Hamida. Yaani kwa mfano ile siku ambayo tulizungumza mambo ya kwamba alitoroka nyumbani ikaonekana video yuko Hamida baba yake na Zaiylissa mwenyewe. Ni kiasi cha kwamba kaka mkubwa aliwaita akawaambia kaeni hapo nataka nichukue video. Lakini Hamida na Zai wamekaa kwenye video moja wakati hawaongeleshani. Hawana maongezi. Na hii ni kutokana na inavyosemwa tabia za Zai. Kwa hiyo utajua tu kwamba ni nini ambacho kimeendelea. Ndio. Kwamba Zai atakuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine kuvunja ndoa yake yeye mwenyewe. Kwa sababu Haji Manara pia amekataa kwamba anasingiziwa, kwa chat amesema anasingiziwa. Kaka yangu atanisamehe. Lakini kwenye hii ndoa kaka yangu Haji, sijui nitumie neno gani, naweza nikasema amekimbiwa au ameachwa. Yaani kwenye hii ndoa kaka Haji ndo ameachwa. Kwenye hii ndoa wajua
ili mwanaume utoe talaka lazima tayari mwe mmeachana. Nani alimwacha mwenzie? Zai ndo kamwacha Manara, lakini jukumu la kaka Haji ni kumpa talaka baada ya kuachana. Visa alivyokuwa anavifanya Zailisa, matendo, majibu, kasha toroka zaidi ya mara 2 mpaka 3. Na anaacha watoto, anamwacha mumewe, yani kitu ambacho unafahamu kabisa kwamba Zai hakuhitaji tena hii ndoa. Unahisi kwa nini Zailisa alikuwa akifanya hivyo vitu? Sasa anakuambia amhudumii, labda yeye alikuwa anataka yeye anapewa hata kwa wiki 300,000, 700,000, milioni. You never know. Summer vacations ilikuwa nyingi, lakini mara Zanzibar, mara nini. Nakumbuka hata kwenye siku ya harusi ya Hamisa pia, siku ya mahari, wakatoka kwenye mahari Zanzibar. Siri ya mtungi ijuae kata. Mimi habari nilizonazo, kuna vacation moja ya kwenda nchi za nje, ticket ilikuwa ina jina la Ruby, ikafanya kukatwa ile ya mwanzoni baada ya ndoa, ikaandikwa jina la Zailisa. Sijaelewa Ruby alikuwa anahusika vipi na Ruby alikuwa tayari kabla ndo Ruby aliondoka, kwa hiyo kuna mambo mengine aliyaacha pale. Okay. Kwa hiyo kwa habari zangu mwenyewe za uchunguzi na wenzangu tukaambiwa tunajua saa nyingine watu wa airport wana ushirikiano mzuri. Kwa hiyo jina likakatwa kwa sababu alikuwa achana na kaka yetu. Kwa hiyo likawekwa jina sasa. Wajuzi wa mambo wanasema kaka yetu, ndugu yetu, msanii wa Singeli, Dula Makabila anahusika. Anasema nitoe sana ngapi? Na kuna ngoma kabisa kaenda. Mimi namshauri atoe ngoma tu. Hakuna jinsi, atoe ngoma, lakini kuna vitu ambavyo tumeelewana, nikitoka hapa nikakutana na Dula Makabila. Tuna kikao kizito sana, akiwa kama mdogo wangu tuzungumze. Lakini kuna vitu ambavyo nitamshauri. Alafu nitavileta kwenu. Kiukweli. Naam. Kuna video ambayo ina trend sasa hivi ameiposti rafiki yako Juma. Anatamani sana akutanishwe na Zailisa. Ina maana hajawahi kukutana naye. Baada ya kuachana na Manara, ina maana hajakutana. Hata sisi tunafanya jitihada baada ya hapa pia, mbali ya Dula Makabila pia tumtafute Zailisa. Kuojiwa sasa hivi kuongea chochote. Tayari kuojiwa sasa hivi. Sisi tutamuoji, hamna neno inshallah. Mama wa Zailisa amezungumza kwamba Zailisa haishi Sinza. Lakini pia mgogoro wa Zailisa na Manara tumeanza kusikia siku nyingi, na hata wewe pia ulishawahi kuzungumza kwamba mara nyingi wakigombana Zailisa anakimbilia kwa Chris Outfit na anakaa hata wiki, siku 3 kisha anarudi kwa Manara. Chris Outfit ndo anayemficha Zailisa akiwa amekorofishana na ndiye anayevalisha nguo, usisahau. Ndio. Turudi hapo kwenye Zailisa kuishi. Inawezekana pia sasa hivi anaishi kwa Chris Outfit. Jambo la kuishi mimi nimeomba nisilizungumzie leo, lakini haishi Sinza na kwa Manara hayupo. Huyu Chris naye pia ana kesi yake kubwa sana. Manake ameanza kukaa na Zailisa tangu yuko kwenye ndoa. We mke wa mtu unakubalija ingie ndani ya nyumba yako. Bila taratibu za msingi, mtihani mkubwa. Chris mimi ni muombe, mdogo wangu nampenda sana, tumetoka naye mbali. Mimi ni muombe awe makini sana. Kwa kipindi hiki ana uhuru naye, lakini mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa anatoka kwake, anatoroka kwake, anakuja kwako kama rafiki yako, analala ya kwanza, ya pili. Jamani, mtihani. Unahisi kwa nini Haji hajawahi kuchukua hatua? Zailisa anatoroka anaenda kwa Chris na Haji anafahamu. Kwa nini hajawahi kuchukua hatua kwa Chris? Unahisi? Sasa kaka Haji atachukua hatua kwa nani na nani? Manake Zai alikuwa mbali ya kwamba anaendaga kwa Chris, lakini alikuwa haendi kwa Chris peke yake. Atakamata wangapi? Atashtaki wangapi kaka Haji? Vituo vilikuwa mtihani, vituo ni vingi. Au umeelewa umri huo? Umeelewa. Labda mama saba tuweke sawa. Je, Zailisa kipindi alipokuwa akiondoka kwa Manara katika hivyo vituo vyake, ex wake alikuwa anahusika kukutana naye?
Kwani wewe una ex? Sasa kwani asihusike? Wakati mwingine anahusika, wakati mwingine hahusiki. Jamani, unajua Tanzania tuna jambo moja. Tufunguliwe makurasa, makabrasha, mpaka. Lakini nyimbo jamani, si mnazisikia na nyinyi? Mashairi na nyinyi si mnasikia? Haya, mnatafuta ubaya gani tena mwingine? Mama, mimi nataka niongezee kitu hapo. Kipindi Zailisa anatoka kwa Dula Makabila. Dula alimuimbia akamwambia ile siri yako ambayo tunajua mimi na wewe nimeitunza, lakini jifunze kupika ile mzungu. Na huku tena tunakuja kuona kile ambacho alikizungumza Dula Makabila, hicho kitu ambacho ndugu yetu Haji naye pia amekizungumza hivyo. Kwenye hili kuna ukweli wowote kwamba kweli hajui kupika kabisa? Lisemwalo bwana linakuja. Lisemwalo lipo, kama halipo linakuja. Kwa hiyo mimi sipendi kumnyanyasa mtu au kumsimanga mtu kwa kitu ambacho hajui. Mimi ni wajibu kikubwa kidogo. Zailisa ndugu wangu mrembo kabisa, nafasi anayo. Ajifunze kupika. Wajua unaweza ukaambiwa huyu hivi, lakini ni wakati pia ni kama wa kujitathmini. Ajitathmini vizuri tu Zailisa. Nafasi anayo. Kuna neno moja nataka niliseme kutoka kwa Haji Manara. Anasema nilimtoa mtoto wako shule za Kayumba nikampeleka shule ya Bei. Kwa maana Zai alikuwa hana uwezo kabisa. Alikuwa akifanya kazi Lamata kama sikosei. Na mpaka sasa hivi bado yuko kwa Lamata, anafanya kazi na Lamata. Na ukiacha hivyo, baada ya kuolewa na Haji Manara alipata endorsement nyingi sana. Tukiangalia tu kwenye mtiririko wa kawaida tunaweza tukasema Zai ni brand ambassador wa makampuni kama 5 ama 6 kama sikosei. What happening? Na ndo anavalishwa bure. What happening ashindwe kumhudumia mtoto wake na kumpeleka yeye mwenyewe shule mpaka Haji Manara ahusike? Wajua kupata hela ni jambo jingine. Na kuhudumia familia yako pia ni jambo jingine. Vitu viwili tofauti. Kuna mtu mwingine hapati pesa hii, lakini anaihudumia familia yake. Anajibana, anajikusanya, anahudumia mtoto wake. Mimi kati ya makosa ambayo nayaona Zailisa ameyafanya, na ni mabaya kweli, ni kuwasomba ndugu zake wawe wanaenda kuishi na yeye nyumbani kwa kaka Haji. Mzigo wa familia ya Zailisa inasemekana ukawa mzigo wa kaka Haji. Ni mtihani mkubwa. Na ndio leo hii anatuandikia pale Instagram yeye mwenyewe kwa mikono yake. Kaka Haji alikuwa anaruka na mtoto wa shangazi yake, mwenye umri wa miaka chini ya 18, mwenye umri wa miaka 17. This is very bad. Anataka nini? Anataka kaka Haji akafungwe miaka 30. Zailisa yeye sio wa kwanza kuolewa na wala sio wa kwanza kuachwa. Chuki gani anaitengeneza kwa Haji Manara? Hii sio sawa. Hii sio sawa kabisa. Wewe nani alikwambia ukusanye ndugu zako wapeleke kwa Haji Manara? Majukumu yote umpe kaka Haji. Na basi sisi tuna uhakika gani? Kwa nini anamchafua kwa staili hiyo? Sio sawa. Huko ni kumchafua na kumpeleka kwenye matatizo kaka wa watu. Wote tunajua mwanaume akijihusisha na kimapenzi na mtoto mwenye chini wa umri wa miaka 18, miaka 30 jela. Kwa hiyo anataka kaka Haji akafungwe. Kwa hiyo anataka kaka Haji afungwe jela. Sio sawa. Mapenzi yakiisha, jamani wadogo zangu, yaacheni yaishe. Mbona Ruby kaachana vizuri tu na Haji Manara? Hajaongea kitu mpaka leo. Yuko wapi Queen Masanja? Kaachana vizuri tu na Dr. Mwaka. Queen alilia kidogo akanyamaza, akafuta machozi, sasa hivi anafanya kazi zake. Mapenzi yakiisha, mali za neni vizuri. Mimi walinichukua wakaninadi kwa matusi makubwa na kunidhalilisha. Leo hii nimewasamehe. Ikitokea imetokea Hitler jamani.
songeni mbele, acheni kuwatafutia watu matatizo. Leo hii kaka Haji Manara akafungwa miaka 30 jela. Jamani, kuna nini? Tulipewa ahadi ya watoto watano. Ni watano walikuwa au 6? Watoto watano. Tulipewa ahadi ya watoto watano na Zailisa alisema ilikuwa juzi kwenye Kitchen Party Gala kama sikosei, aliojiwa akaulizwa akasema nataka nimzalie Haji watoto watano. Ahadi imeyeyuka sasa hivi. Au alitudanganya kwenye hilo wakati anajua moyoni mwake kuna nini kinaendelea. Siku ile bado alikuwa hajapata habari kwa hizi ambazo yeye anazilalamikia za huyo binti. Nasikia huyo binti mzuri mashallah, mzuri lakini mkubwa. Yeye alikuwa anajua kupika. Huyo kupika alikuwa anajua lakini mkubwa. Hana miaka 17. Asimuingize kaka watu kwenye matatizo. Basi ndio maana labda Haji ameandika kwamba mnanisingizia kwenye huyo binti mdogo. Wanamsingizia. Kweli kabisa wanamsingizia kakaangu. Wamuache. Sio mdogo kama anaosema. Sio mdogo. Na hata hivyo hakuna uhakika wa kwamba alikuwa na mahusiano naye. Shahidi na miamala yote wanayo. Sasa kwani ukipewa hela ndio una uhusiano na mtu? Na driver anahusika pia. Na kwa nini huyo kwa nini huyo mtoto atumiwe pesa na kaka Haji shule? Baba yake na huyo mtoto yuko wapi? Yaani kilichokuwa kinafanyika ni kwamba mdogo wangu Zailisa aliyachukua majukumu yote ya familia yake akampelekea kaka Haji. This is nonsense. Jamani. Mbaya sana hii. Sio sawa. Ukipenda huwa apenda na boga. Ni sawa ukipenda huwa apenda na boga, lakini too much is harmful. Sasa ndio kuna neno alizungumza Juma Lokole. Kuna safari huo ulikuwa neno unakutana juu kwa Juma, Slipway yuko wapi? Na Martha nafikiri ulikuwa unazijua hizi. Ni kwa kipindi gani hichi cha Ramadhani? Au kipindi gani? Wajua kaka Haji ni mkubwa. Yule binti mtu mzima. Lolote linaweza likatokea. Lakini kilichopo ni kwamba damu zinachemka. Kilichopo ni kwamba uthibitisho hakuna. Na hata basi kuna miamala dereva kasema na kadhalika. Jamani, atakuwa mtoto kautaka mwenyewe. Ndio. Kwani mtoto hajui Haji Manara akaacha huyu akaoa huyu? Haiwezekani. Zai mkali sana. Yaani Zai ana mpishi labda. Kipengele upishi. Ndio, kikweli. Package unasema kwamba Damai kwamba aliyeivunja ndoa ni Zailisa. Zai mwenyewe ndo kavunja ndoa yake. Na ndivyo ilivyo. Mwanamke ukiamua kuihendo ndoa yako, unaihendo. Mnakaa miaka dahali. Na ukiamua kuivunja, unaivunja. Hii itakuwa ni kama sikosei ndoa ya kwanza, ya pili, ya tatu, kama ya 4 hivi Haji Manara 5. Kama nitakuwa sikosei. Na takriban zote zinakuja hadharani na zinavunjikia Instagram hivyo kama ambavyo wanaanza kupendana. Ndio. Ushauri wako Martha kwa kako Haji Manara kwenye haya masuala, uoaji wake mwingine labda tutakofuata, maana tunaamini miezi kadhaa tunaamini hilo Haji Manara uwezo anao, inshallah akaongeza. Ushauri kwa huyu kakako kwenye hili swala? Kwanza kwa kaka Haji ameoa ndoa za kutosha. Na Zailisa naye pia kaolewa ndoa za kutosha. Kwa hiyo walikutana. Dabi. Kwa ushauri wangu kaka Haji, kwanza aelekeze macho kwa watoto wake. Watoto ni muhimu zaidi ya kila kitu. Aelekeze macho kwa watoto wake. Alafu pia kingine angalie. Najua kuoa lazima. Na habari nilizonazo naoa tena. Inshallah. Tunayo na tunatamba nayo. Maswali mawili hapo tu. Ondoka kwenye mada, tumedadisi sana. Kumeonekana pia viungu bwana mvunguni kwenye kitanda. Mambo ni mengi sana. Mambo ya kishirikina pia yanahusika kwenye hili jambo. Utakuwa umeona hili pia. Pengine lolote kuna mahali nilizungumza mpaka Zailisa anakuwa na Manara. Tayari alikuwa anampenda. Nadhani mbali ya kumpenda
kuna matarajio alikuwa nayo, na ndio maana leo hii vinakuta viungu, na si viungu tu, inasemekana hirizi zimekutwa, picha zimekutwa, na ni kweli kabisa. Kwa hiyo huenda labda alikuwa anatafuta jinsi ya kumprotect. Unajua kila mtu na imani yake. Wengine maji ya baraka, wengine watamka saa 9 usiku wasali, wengine watakimbilia kwa waganga. Kwa hiyo kila mtu ana jinsi ambavyo Zailisa aliona hivyo inafaa. Kwa hiyo na ikumbukwe pia alipotoka ni kwa Dula Makabila, na hajifichagi Dula kwenye masuala. Siulize. Kwa maana Haji alikuwa anafunikwa hivi. Inawezekana. Inawezekana. Unaambiwa imekutwa chupa ndani na picha ya kaka Haji imefunikwa. Hatari, imeandikwa maandishi ya Qur'ani, mambo ni mazito. Watajua wenyewe, lakini habari ndio hiyo. Tuliingize sana, tuliguse sana, lakini ni jambo muhimu nalo pia. Zailisa amezungumza kuhusu Haji kumtaka mtoto wa ndugu yake wewe mwenye miaka 17, lakini pia Haji ana watoto tunafahamu wote. Lakini pia masuala ya nguvu za kiume yakahusishwa bwana. Sasa huyu mtu hata Zailisa nakumbuka alilizungumzia pia. Wewe kaka Haji yuko kamili bwana. Acheni masiala bwana. Mwacheni kakaangu bwana. Yuko kamili bwana. Sasa kwenye hili wajua niliona mahali siku hizi kila mwanamke akiachana na mwanaume wake utasikia jamani huyu bwana hana nguvu za kiume na nini. No. Tusiwakoseni nidhamu hao wanaume. Wanaume ni watu wa kuheshimiwa kama ambavyo wanawake tunapenda kuheshimiwa. Na unapoachana na mwanaume sio lazima umchafue. Haji ni kaka ambaye mkamilifu. Ukajiuliza sasa wewe Mai umejuaje? Utajuaje? Labda nahadithiwa. Sasa mimi kama yule ni kaka yangu nitakuwa na mawili toka za ndani. Tangu nimejua na kaka Haji leo. Kama angekuwa na kasoro kwa mimi nilivyo, ningewaletea mwenyewe habari ya kaka yangu. Usingetuficha kwenye hilo. Lakini hana kasoro. Shibabi kabisa. Na ninawatangazia leo kaka Haji anaoa tena. Hivi karibuni. Harusi tunayo na tunatamba nayo. Inshallah. Haya, sasa tukihama pia kwenye historia ya Haji Manara na Zailisa, bado kuna kesi ya Jux ambaye sasa hivi kuna Nigeria naye kuna mambo yake heka za harusi. Tunapata taarifa za kwamba kuna swala la kupandikiza ili kupata mtoto kati yake na mke wake. Sasa sijajua Madam Imatha wewe unajua yapi kwenye hili? Habari ya Jux na mke wake tangu kitambo, tangu sherehe ya kwanza. Jux na Priscilla walipendana, walikutana airport fulani hivi, maeneo fulani hivi. Walipendana, wakaelewana bila kushurutishwa na mtu yoyote. Na kuamua kwamba wapandikize ujauzito. Yaani kwamba vinatolewa vyombo kwa Juksi, vinawekwa kwa Priscilla. Jambo ambalo sio la kushtusha. Waliridhia na jambo hilo limefanyika na Priscilla ameconceive na tangu sherehe ya kwanza Priscilla alikuwa mjamzito. Kwa hiyo hivi ambavyo wanaendelea muendelezo bado Priscilla ni mjamzito. Na jamani tumeheri Jux na Priscilla kwenye kutarajia mtoto wao. Watu wamezungumza mengi pia kwenye hilo. Wengine wanasema inakuwaje wapandikize kwa maana Jux hana uwezo wa kufanya chochote kitu, na ndio maana hata kwa Vanessa ilishindikana. Wao sasa sio mimi. Kwa nini asitumie natural effort? Njia kawaida. Labda alikuwa na haraka. Labda alikuwa na haraka. Maana unaweza ukatafsiri pakubwa kumbe ni padogo. Labda alikuwa na haraka kwa sababu hana mahusiano ya muda mrefu sana na Priscilla. Mimi naamini labda alikuwa na haraka. Lakini vyombo, narudia tena, vyombo vimetoka kwa mdogo wangu Jux, vimepelekwa kwa Priscilla. So all the best kwa hao ambao wanasema anamaliza sana fedha, watakuwa wanamuonea wivu labda. Kwa kipindi hiki cha harusi
anamaliza fedha, japo kipindi hichi tukumbuke kwamba mchango kuelekea harusi ya Jux ni milioni 5. Kwa hiyo atakuwa anamaliza, lakini kuna pesa atakuwa anaingiza. Kwa hiyo milioni 10. Milioni 5. Milioni 5. Take it from me. Nafiki. Ni kakaangu lakini nimemwambia Mwambie hivyo mwenzio. Tuambia milioni 10. Nimefukuzwa lakini silikuwa naenda kwa kupelekwa na mtu, nilikuwa naenda kwa kutumia pesa yangu mwenyewe, na nauli ni milioni 10 kutoka hapa mpaka Nigeria. Na pia vitu vingine na michango na kila kitu. Labda wanaume wana kima chao na wanawake wana kima chao, lakini mimi ninavyojua kutoka kwenye group la sherehe ni milioni 5. Na hiyo milioni 5 wamegawanya kwenye package tofauti. Kwenye hiyo milioni 5 mtakwenda, mtarudi, malazi, na kuna mtu maalum wa makeup atakuja kuwapaka makeup hapo mtakapofikia. Kwa hiyo kwenye mgawanyo wa milioni 5 unakwenda hivyo. Yes. Zailisa aliposti alisema ataenda siku kadhaa kabla ya jana kuposti jambo lake. Kwa hili heka sasa huo mshiko atakuwa nao kweli kuchangia kwenda huko? Anaweza akaenda, yuko na Ana Collection sio mtu mdogo, rafiki yangu yule, mtu smart sana. Huwezi jua, anaweza akaenda. Lakini kuna jambo naweza nikamuasa Zailisa kuhusiana na mahusiano. Kwa mahusiano kwa sasa Zailisa angetulia kidogo. Anaonekana sio mwanamke ambaye mtulivu kwenye ndoa. Unajua kuwa mwanamke kwanza lazima uwe mstahimilivu, uende level na mtu ambaye upo naye na kadhalika. Ndio. Sawa. Tumezungumza mengi lakini leo sisi hatukuacha. Ndugu yetu Harmonize amefanya interview juzi, akazungumza mengi sana. Lakini moja ya jambo kubwa alilolizungumza ni maisha yake na Kajala. Na akasema kwamba endapo Kajala ataolewa na hata kama hataolewa, lakini atakuja kufanya kitu kikubwa tena kwenye maisha ya Kajala. Bado analihitaji penzi ya Harmonize. Wale watu wawili sio mchezo. Nyota inawaka. Tanzania inasimama. Hapa Kajala, hapa Harmonize. Anarudi upya kabisa Harmonize. Na nadhani hilo Harmonize amelielewa, amelipokea na yupo tayari kwa ajili ya hilo. Na ndio maana amekuwa akichombeza. Lakini sasa wakati anachombeza anatakiwa akumbuke kwamba Paula yuko pale. Paula yuko pale. Anamzuia kabisa mama yake mambo hayo. Na tuliona kwa vitendo, tukaona kwa ushahidi kabisa. Kwa hiyo hilo lazima alijue Harmonize. Watu wanategemea ni kumbatio, baada ya pale mambo mengi yangeendelea. Hata mimi nilitarajia hivyo, lakini hakuna kilichoendelea. Imagine hakuna kilichoendelea, na hata kama basi ni zaidi ya salamu na mengineo hivyo, hakuna kilichoendelea. Unajua mimi nina watoto. Kuna vitu ambavyo naweza nikakatazwa na watu baki nikasikia, lakini nikapuuzia. Akiniambia mwanangu na kuwa msikivu zaidi. Kwa hiyo ninarudia tena, Harmonize anatakiwa ajue kabisa kwamba yupo Paula anayemzuia mama yake kuwa na mahusiano ya karibu naye. Na unaweza ukasema sio vizuri, lakini Paula ana siri kubwa. Wewe ukisikia historia kwa nini Paula anafanya hivyo, wewe unaambiwa mtu wa kwanza kumfahamu Harmonize na kumweka karibu alikuwa ni Paula. Kwa hiyo Kajala kajuana na Harmonize, mkuta Harmonize yuko na Paula. Sasa naomba nishie hapo. Wenye D3 tayari wataelewa. inshallah. Kwa swala la ndoa bwana Paula na Mario Dini Waoane tu kwa kweli. Mimi nawapenda sana watoto wangu wale. Omari na Paula nawapenda sana. limefika wapi kwa jinsi unavyoona dada? Mipango ipo, mikakati ipo, lakini mwisho wa siku lazima taratibu zifanyike. Kwa hiyo naamini
Mario yuko kwenye michakato ya kujua aanze wapi, aishie wapi. Na mimi namuomba Mario, fanya sasa, usisubiri sana baadaye. Fanya sasa. Unajua Paula amezaa lakini bado binti mrembo sana. Hajaharibika tumboni, ni kifuani, yani bado kitoto changu kiko vizuri. Kwa hiyo lolote lisije likatokea. Lolote lisije likatokea. Kuja matajiri wapo hapa. Umenielewa. Kwa hiyo fanya hima Mario. Sawa. Basi mapata la kumalizia bwana, chochote kama nasaha haya yanayoendelea. Tuwe na nidhamu, tuheshimiane, mkubwa mheshimu mdogo, mdogo mheshimu mkubwa, na ifike mahali jamani mtu heshimu pia na sisi wanahabari. Matusi, vioja jamani visiwepo. Wenzenu sisi tupo kazini. Mganga wa Dula Makabila sio tapeli. Mganga wa Dula Makabila sio tapeli. Na nakwenda kuonana na Dula Makabila jamani, inshallah. Very soon nitawaambia nini ambacho tumepanga na mdogo wangu Dula Makabila. Lazima tuzungumze. Mwisho wa siku barua ya Haji ulikuwa unaiona kwenye mitandao tu, lakini wewe pia tulikusikia bwana ukitaka nawe fidia zako. Vipi utaendelea? Sababu ushahidi umetolewa na moja ya sosi. Jambo langu mimi bado lipo kwenye taratibu aswa jeshi la polisi. Mara kadhaa amekuwa akipigiwa, anapokea, anaomba udhuru, anapokea, lakini hivi ila mimi napenda kufuata taratibu, lakini napenda niwakumbushe kwamba yeye kaka Haji ndo alinilazimisha mimi kufanya hivyo. Yani niliona kwa nini yeye anafanya hivi ilhali yeye ndo kanikosea mimi pakubwa. Ngoja basi na mimi nipige hatua moja hii. Lakini mwisho wa siku lazima tuweke ujamaa. Lazima ni muheshimu na yeye aniheshimu, na kuna vitendo ambavyo ananifanyia naona kabisa anajutia. Sasa kwa umri wangu sio lazima niambiwe samahani. Kuna vitendo utaona hapa kweli. Kwa hiyo jamii nzuri ni jamii yenye amani na upendo. Mimi nimalize hapa la mwisho ya Mayo. Umesema leo una kikao na Dula Makabila bwana. Endapo atakueleza kwamba yuko tayari kufunga ndoa na Zailisa, utakubaliana na wazo lake? Hapana, sitakubaliana na wazo lake. Mfano Dula niambie sasa hivi nataka nimuoe Zailisa. Atanisamehe, sitakubaliana na wazo lake. Kwa sababu kwanza Zailisa anaonekana ni mwanamke ambaye hatulii. Alianza kuolewa, ikawa bahati mbaya. Simsimangi ndo hali halisi. Kaolewa tena kwa kaka Haji. Tunamuona kabisa ndo kavunja ndoa yake kwa mikono miwili. Kwa hiyo kurudi kwa Dula, labda kama Dula anataka aboreshe muziki wake, nitamsupport. Lakini kama anataka kujenga familia, nitamwambia tafadhali muache tu dada wa watu akavae nguo za ana collection, apige picha. Shukrani sana. Karibuni sana wadogo zangu, karibuni sana.